kukuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Sasa lengo la ushauri wangu sio kuwafundisha kazi wala sio kuwakosoa. Hapana, ni kuwajulisha tu moja ama kwa nini zama zenu yanawakuta mazito. B, ni njia gani sahihi ya kufanya ili, kipengele cha kwanza, mkubalike hata mkiwa na kasoro za kiuongozi. Kipengele cha pili, jamii izidi isizidi kufikiri makosa yenu na kujenga chuki kubwa, bali wasahau mapito ya nchi kwa kupewa uhuru wa kuongea na kufanya kazi zao bila kutishwa wala kunyanyaswa. Yaani ni kwamba nimekuja hapa ili niwaambie kwa nini yanatokea mambo mazito namna hii. Sababu ya kushauri hayo ni kuwa mimi kama mtumishi mwenzenu wa mkono wa kuume wa Mungu katika nchi. Yaani tunafahamu kwamba serikali ni mkono wa kushoto wa Mungu na malaika na watumishi wa Mungu ni mkono wa kuume wa Mungu. Mungu mwenyewe yuko pale katikati. Serikali ni kiungo cha Mungu kabisa. Sasa ni lazima tuhusike kusaidiana. Unapoona mkono mwingine unaumwa, unabidi ushike usaidie. Kwa hiyo kama vile mlivyo na uzoefu wa kutenda, basi wa kutenda kazi zenu za kiserikali, mimi pia nina uzoefu wa upande wa pili wa maisha ya kiroho kuhusu nchi, hasa kwa katika uwezo wa kuona yanayokuja na hali zake zinavyotaka tuishi ili tusipatwe na mabalaa kwa kukiuka kanuni za nguvu za asili za dunia hii zinazotawala kila kipindi kwa tabia tofauti. Tusipojua kuna mabadiliko ya asili ya nchi na dunia, basi nguvu hizo zitatusababishia balaa zaidi. Hata kama tutafanya yale yale tuliyofanya mwanzo, hatutaweza anasema inaweza kutusababishia balaa zaidi hata kama tutafanya mambo yale yale mazuri tuliyofanya mwanzo. Hapa nina maana hii. Nataka tu niwaambie viongozi, kwanza poleni sana, kwa kuwa kitu ambacho viongozi wote hamjui, sio tu Tanzania. Ndio maana nimezungumza safari kuhusu habari za Trump na taifa la Marekani. Kutakuwa na msukosuko na hekaheka, na mmeshayaona imeanza kutokea. Nimezungumza tarehe 1, tayari imeshaanza kutokea kwa nguvu kubwa. Mnaona ya Tanzania nimeyazungumza na mmeona. Nimezungumza hapa na watu wamenipongeza sana niliposema namuona waziri mkuu anakwenda kupata kazi tarehe 1. Na kumbuka nimesema hivyo, sikumshauri, sio kwamba rais tumeongea naye. Unajua wakati mwingine unaweza ukasema afu rais akafanya, watu wakasema anaongea na rais. Sijawahi kuongea na rais wala na msaidizi wake, ila ninajua kinachoendelea, ninaweza kusema nini kinaendelea katika hali yoyote ile. Yaani mimi ni nabii. Manabii ni washauri wa wafalme tangu kipindi cha Agano la Kale. Sasa iko hivi wapendwa wangu, viongozi wa nchi, kuanzia rais, mawaziri na wabunge na wote viongozi wetu wa matawi manini huko chini. Yaani iko hivi, dunia imeumbwa na Mungu, sio sisi. Hamna mjanja aliyeumba hii dunia. Kwa hiyo, kwa mfano, alipotawala Nyerere, alitawala kwa uwezo wake aliyejaliwa kwa kiasi chake, ila hakutawala kwa uwezo wote, maana hana uwezo wote wa kutawala nchi. Alipotawala Mwinyi, hivyo hivyo kwa kiasi chake. Alipotawala Mkapa, hivyo hivyo kwa kiasi chake. Alipotawala Kikwete, kwa kiasi chake. Sasa alipotawala Magufuli marehemu, shujaa wetu yule, kwa kiasi chake. Na anapotawala sasa huyu rais wa sasa Samia, naye unatawala rais kwa kiasi chako. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana marais na viongozi wengine wote, na uhakika na ninajua hivyo, hamuyajui. Nyinyi mnajua tu mambo ya nchi yenu, ila mambo ya nguvu za asili zinazotawala kwenye mataifa yote duniani hamzijui. Sasa iko hivi, kipindi alichotawala Nyerere, Rais Samia pengine angeweza,
wala asingekosea mahali popote. Unaona eh? Kwa sababu kulikuwa kuna nguvu ya asili tofauti. Kipindi cha Mwinyi angepewa Rais Samia atawale, na wathibitishia, mngeshangaa pengine pia angeweza, wala msingeona lawama zinatokea. Lakini unaona kipindi cha Magufuli naye alibeba lawama za kutosha. Kama angetawala kipindi cha Mkapa, si ajabu asingepata malawama mengi vile. Hata kipindi cha Kikwete asingepata malawama mengi vile kama angetawala kipindi kile. Lakini kipindi hiki cha sasa, kwa kuwa ni kwamba nyinyi kama viongozi mnaona kama vile mambo yako vile vile. Mambo hayako vile vile. Mambo huwa yanabadilika. Yaani mataifa huwa yanazaliwa, yanakuwa, yanakomaa, yanazeeka, kisha yanakufa. Alafu mataifa hayo yanazaliwa tena. Sasa kwa kawaida katika mfumo wa kimungu, taifa mwisho wake wa uzee ni miaka 70. Kwa hiyo sasa hivi ni miaka 60. Tayari taifa la Tanzania lishazeeka. Hapo naposema taifa la Tanzania, roho ya taifa huwa ni katiba. Maana yake katiba na yenyewe ishazeeka. Na unajua kinachotokea? Kwa mfano mkiwa na baba ameshazeeka sana, unajua kuna mambo ambayo mnatakiwa nyinyi watoto ndio mshauri tena. Mumshauri, mumuelekeze badala ya yeye kuwaelekeza. Hii inamaanisha nini? Katiba ikishakuwa imeshazeeka, maana mambo yaliyotungwa kipindi kile hayapo tena. Watu waliozaliwa baadaye sasa hivi wanaishi maisha mengine, roho nyingine inawaongoza kufanya vitu tofauti. Sasa katiba inakuwa, yule kiongozi inamchanganya, inakuwa ni ngumu kutekelezeka. Sijui unanielewa? Inakuwa itekelezeke. Mwisho, kama kiongozi hana hekima, hapo ndio balaa linapotokeaga. Kama kiongozi hana hekima, hana washauri tena wazuri, hapo ndio balaa linatokea. Labda nizungumze kitu. Mfumo wa uongozi mzuri, utawala bora, ni kuwa na kiongozi anayependwa na jamii. Hii inamaanisha ili rais awe salama, safe, akiwa secured, ana hatari yoyote inaweza kumfanya atoke aangamizwe kwenye maisha na wananchi wake, kwanza lazima achaguliwe na wananchi. Kama kuchaguliwa na wananchi, wala hakuna shida. Kwa rais akisipochaguliwa na wananchi, huwa pia napo bado ana option nyingine. Kwa mfano rais akiamua kushinda kwa nguvu, sawa, alafu akaamua kuruhusu wabunge wake wote ambao watakuwa mawaziri wachaguliwe na watu wananchi wanaowapenda, wale wanaopendwa na wananchi ndio watawale nao, huyo rais anakuwa salama. Na kuthibitishieni. Lakini angalia hatari inapotokea. Inakuwa salama kwa sababu, anakuwa salama sababu gani? Tayari atakuwa anaongoza akiwa na mawaziri wanaopendwa na wananchi. Wewe unategemea wananchi hao ambao mbunge wao umempa waziri watakuchukia wewe rais? Halo? Hawawezi kuchukia. Kipindi hiki polisi wamepewa kazi kubwa isiyo na sababu kabisa, na kusababisha matatizo makubwa askari polisi kwa sababu ya tatizo dogo tu, kukosa ushauri wakati mwingine, ama bahati mbaya kuto kutumia busara katika kupanga aina gani ya uongozi ninataka. Yaani naamini kila mtu anataka uongozi salama. Sasa bahati mbaya kabisa viongozi wetu wakubwa ambayo nataka mimi natoa ushauri tu, sio lazima muufanyie kazi. Mara nyingi watu tunapenda sana tuzungukwe na watu ambao ni ndugu zetu. Yaani kwa mfano kama ni mtu rais akiwa labda ni Msukuma, tunapenda sana, hata ingekuwa mimi pia napenda sana kabila zangu, lakini kanuni hiyo tunaiona ni nzuri, ila niwaambieni hiyo kanuni ni hatari sana kwenye ngazi za kiraisi. Ni hatari kwa sababu hii. Sawa, mimi hapa ni mtu wa Mbeya. Nitatafuta watu wa Mbeya nikidhani watakuwa salama. Nikijua usalama wangu litawale na watu wa Mbeya. Si kweli. Iko hivi. Mimi kama naona kabisa nimeingia kwenye nafasi yangu katika hali ambao wananchi wanakuwa wananichukia, ili niwe salama, itabidi nikubaliane kutawala na wananchi na viongozi wanaopendwa sana na wananchi. Hapo nitakuwa salama. Wanaopendwa sana na wananchi.
Kwa sababu wanaopendwa sana na wananchi, maana yake wananchi wamewachuja kuwa wana tabia nzuri kule kwao. Yaani hao ni wa tabia nzuri, wengine ni wacha Mungu. Kwa hiyo kwa namna yoyote hao watu wakishakuja kwangu huku na uwezo wa kuwaelekeza cha kufanya, kwa kuwa mimi ndio nao walipa mishahara, wataninyenyekea tu. Alafu pili, hawatanidhuru kwa sababu kwanza nimewapa nafasi. Pili, nawapenda, sijawabagua. Kwa hiyo watanipenda tu na nitakuwa salama mimi kama ni kiongozi mkubwa, kama ni mtawala, labda ni mfalme ama ni rais. Kwa sababu wanaonitawala tayari wanapendwa na wananchi, na mimi nitapendwa kwa sababu kama wote wanaokuzunguka kuanzia makamu wa rais anapendwa na wananchi. Wewe unafikiri utakuwa na hatari gani wewe rais? Huwezi kuwa na hatari. Lakini angalia hatari iliyopo, na hii nasema kwa ajili ya marais wa baadaye. Sio tu kwa sasa, na marais wa baadaye. Mimi natoa tu ushauri wangu, mtaufanyia kazi haya. Hamkiona haufai, tupeni mbali. Kwa ushauri wangu tu, mpaka wao watakuwa kwa marais baadaye. Faida nimeshaisema ya kuwa na viongozi wanaopendwa na wananchi. Ujue na wewe utapendwa tu na wananchi, kwa sababu wale si wataona umemkubali kiongozi wao waliomchagua, watakupenda. Sasa angalia kivumbi kinachotokea pale ambapo naamua kuwa na viongozi walionizunguka ambao ninawataka mimi, sio wanaotaka wananchi. Unajua hatari inapokuwepo. Kwanza wananchi, unajua wakimkataa mtu manake huyo mtu ni hatari. Sikilizeni niwaambie. Mtakao kuja kuwa marais, mnafahamu kwamba wananchi wakimkataa mtu huku washamjua mtu ni muovu. Sasa waonaje wewe unapomkataa mtu ambao kule kwenye kura wamemtaka, wananchi wamempenda sana, kapita kwa kura nyingi, wewe ukamkataa, ukamchukua yule ambaye, mfano ukachukua wale ambao hawana kura kwa sababu labda ni kabila yako, unamjua roho yake kweli, mpaka kakataliwa na wananchi kule, maana yake huyo mtu hafai. Anaweza akawa ni mtu muovu, anaweza akawa hatari kwako. Hii nazungumzia tu kwa ajili ya marais wa baadaye, sio wa sasa. Ni ushauri tu kwamba ni hatari ambazo wanapitia marais wengi duniani. Ni makosa madogo wanayofanya hayo ya kufikiri wakichukiwa na watu ambao labda ni watu waliokuwa nao karibu kwenye nini, watakuwa salama. Usalama unapatikana kwenye moyo wa mtu, sio sura. Sio mtu kwa sababu uko naye ama ni ndugu yako ama uko naye. Wandugu wanawauzaga ndugu zao. Wanaweza kakuuza ukafa. Kuna visa vya kina Kabila huko, tulisikia visa vya kina Kabila huko. Wanauzana ndugu. Marafiki wanauzana. Tukiwapa nafasi wanaopendwa na wananchi, na wewe ukaonyesha kumpenda yule mbunge, tena ukampa na uwaziri. Kwa nini hao wananchi ukienda kule wasikushangilia wakati mbunge wao umempenda? Sasa imagine kama we rais utakuwa umemkataa kiongozi aliyependwa na wananchi, kila jimbo umekataa. Tuambiane tu ukweli. Umekataa, ukaamua kumchukua wa kwako ndio ukamsimika awe kiongozi juu yao, kwamba wanataka hawataki. Naomba tuseme ukweli. Utakapokwenda kwa wananchi watakuwa nakupenda? Watakuchukia. Wakikuchukia wewe watampenda yule kiongozi wako? Hawatampenda. Hiyo misukosuko ya kutokupendwa, unadhani mwisho wake itaishia wapi? Si ndio hali tunazoziona mara nyingi sana zinatokea kwenye mataifa? Si unaona? Hapo ndo tunapokosea. Na huu ni ushauri tu. Hapo ndo tunapokosea. Light tungekuwa tuna watu ambao wanapendwa, tunaamua kuwachukua tutawale nao, lazima tungependwa. Nasema tu ule ukweli, tungependwa. Tungependwa. Mimi nasema katika mifumo ya maisha, afadhali kumfanya adui yako kuwa rafiki. Yaani mchawi mpe mtoto amlee. Inaletaga tija sana kuliko mchawi kumkimbia na kumkwepa. Huyu lazima atakutokea usiku usiojua, usiku wa manane, atakuangamiza tu kwa uchawi. Mchawi mpe mtoto. Ataogopa kumloga. Mimi naamini. Kwa mfano mbunge, unahisi mbunge yule akupendi, sio? Lakini wananchi wanampenda, sio? Mpatie nafasi. Alafu akija huko mpe na waziri. Alafu uone atakupenda au atakuchukia. Hakuna mbunge ambaye
atakuwa na akili ya utaira kiasi gani, ambaye rais huyo hata kama alikuwa mwanzo alikosana naye kwenye masuala fulani maeneo mengine, alafu rais huyo yeye kapata nafasi, anaona rais naye anampa cheo tena. Kule kapewa cheo kama mbunge, alafu rais naye anampa waziri. Atakuchukiaje? Huyo yaani huyo atakuwa bonge la bodyguard wako, atakulinda kwa sababu anajua yaani pamoja na yote tulishahitilafiana ofisini mahali fulani, lakini ananipenda. Rais yoyote kwa namna hiyo anakuwa salama. Hata kama kutatokea tatizo ni la kawaida tu, wala sio la hatari zaidi, kuliko kuwajaza watu wakuzunguke wewe ukiwa kama kiongozi mkubwa, watu wakuzunguke ambao unajua kabisa hawakutakiwa ama hawatakiwi. Kule nchi lazima ilipuke, na ndio sababu ya milipuko mingi ya nchi. Narudia tena, hizo ndio sababu za milipuko mingi ya nchi. Na mimi tu natoa tu ushauri leo kwamba njia gani nzuri inaweza ikasaidia nchi kazidi kutulia zaidi na kuwa na amani zaidi. Wewe kama kiongozi unapoteuliwa, tumia lugha ya kuonyesha wananchi kukupenda. Sio unatoa lugha ambayo wananchi wakiisikia kwamba yani huyu anakuja kwenye nafasi yake anakwenda kutukomesha, na kuthibitishia kwanza unajipunguzia maisha yako ya kuishi. Kwa sababu unajiweka kwenye hatari, unajiweka kwenye mawindo, lakini pia unajiweka kwenye chuki sio na sababu. Yaani mfano unateuliwa tu, alafu unasema sasa wananchi, mimi nimeteuliwa sasa hivi na rais, sasa ngoja nije huko. Nikishafika huko nitakamata bodaboda wote wasiovaa helmet. Nitawatia ndani kwanza ndio niwatoe. Sasa hizi kauli hivi hatuelewi kwa maana ya kiongozi. Maana ya kiongozi bora ni unayejenga mitazamo inayofanya wananchi wakupende, sio wakuchukie. Hata ukichukiwa unakuwa kiongozi gani sasa? Unamuongoza nani sasa? Kwa sababu kiongozi ukivutia watu, wewe unakuwa kiongozi bora. Maana yani ukiwavutia, maana yake wanachokitaka wananchi kitafanyika, na hicho ndio kinachotakiwa kwenye nchi, kwa sababu kwenye nchi hakuna mtu anaweza kufanya kitu ambacho wananchi hawataki, na ukithubutu watakutapika wananchi. Utaishi kama kwa mawindo. Kwa nini? Kwa sababu nchi ni wananchi. Yaani wananchi, ngoja tuseme, tuchukulie tu mfano. Haya, tuchukue mfano sasa hivi hapa. Wananchi wa Tanzania kuna hali fulani wanaipenda wao. Haya, kwa mfano chukulieni tu kwamba tuamue sasa, yani niamue nimechaguliwa kama kiongozi. Uone watu wanapoharibu mambo. Viongozi wanaharibu wenyewe CV zao, wanaharibu sifa zao wenyewe bila sababu. Tengenezeni mazingira tu ya kupendwa na wananchi, sio mazingira. Mnafahamu Yesu, kipindi Yesu amekuja duniani, walivyokuwa wanamtafuta ili akosee kusema, ndio mnavyotafutwa nyinyi viongozi wa sasa, na nawapa pole, kwa sababu sio kwamba mnapenda. Hiyo ndio hali ya nchi. Umri wa nchi ulipofikia unawaweka kwenye huo ugumu. Poleni, kwa sababu nyie ni kafara la Tanzania. Nyie ni kafara, nyie viongozi wa sasa ni kafara la nchi. Yaani kiimani, sisi watu wa imani tunasema mmekalia viti ambavyo ni vya kafara la nchi hii, kwa maana ya kwamba naona lugha yangu kama mtajaelewa. Yaani ninyi ni wasurubiwa, ni viongozi mnaosurubiwa ili wananchi wabaki salama. Ni viongozi mnaotakiwa msurubiwe, yani mpate ekaeka ili nchi ibaki salama, na ndio maana yanawapata hayo. Kwa hiyo ili msipate madhara, ili msipotee njia yenu, njia rahisi ni nyinyi kukubaliana na hiyo hali kwamba wananchi wanatuchukia, lakini sisi tuendelee kuwatendea mema. Muwatendee mema, tena muonyeshe upendo. Watakapowapokea sawa, watakapowachukia sawa, mpaka vitakavyoishia huko, utakapofikia huko. Yaani nyie ili msiathirike, msipate madhara kama mataifa mengine yanayotokea, ili kinachokusudiwa chini ya nchi, kinachokusudiwa ambacho hakijulikani ni kitu gani, kama vile kuwindana kati ya wananchi na viongozi, ili kisije kikaleta shida. Yaani jifanyeni wapole. Bwana Yesu, maandiko yanasema mkifuata uongozi wa Bwana Yesu, viongozi wangu wa Tanzania kuanzia rais, mkifuata ile itikadi ya utawala wa Yesu, mmeshinda. Kwa sababu Yesu alijua kabisa yeye ni mkuu na atakuwa mkuu, lakini alipokuwa katikati ya wapinzani wasiomtaka, alijifanya mpole kama hana kitu. Alikubaliana nao wanavyotaka.
huku akitekeleza majukumu yake. Hakuacha kutekeleza majukumu, lakini akawa anakubaliana, sawa wananchi, tumewasikia. Sawa wananchi, mtusamee. Lugha hizo. Sawa wananchi, tupeni nafasi, tupeni muda. Sawa wananchi, tumewasikia. Tutajitahidi tunavyoweza, tunaamini tutafanikiwa. Yaani kuna lugha fulani wananchi wanapokuwa wametibukwa. Yaani kuna lugha yake ya kuongea. Na nadhani kila mtu anajua. Kila mtu anajua. Kwa hiyo matukio yote ya kiharifu ya zamani yasirudiwe kwa ajili ya utulivu wa nchi. Yasirudiwe. Wananchi wanapofanya makosa halali, kwanza msimuonee mtu kwa sababu ndio inayosababisha matatizo. Pili, mtu anapokosea kweli, yani kabisa huyo amefanya jinai, hata iwe jinai gani. Hata iwe jinai gani kabisa, jinai. Msimkamate kama mnamteka. Msimkamate kwa kumteka. Viongozi mtajichafua zaidi, na sio kwa sasa hivi sio kujichafua, mtainua hasira mbaya za kuleta milipuko mikubwa. Kwa sababu wananchi sasa hivi ni kama wamekaa wanategea tuwaone hawa wanataka kutufanyia nini. Yaani kama vile wanawategea. Niwaambieni ule kweli. Nimeshangazwa sana na hii ya hawa waliokuwa wanajitolea kwenda kujaribu kupambana na viongozi wa kidini wa Katoliki. Nataka niwaambie viongozi wangu wote, mawaziri, msimsaidie rais kwa staili ambayo haina hekima kama hii. Msimsaidie rais. Yaani waacheni wanaopiga kelele wapige kelele, itawasaidia. Maana hivi wanapopiga kelele wakati wao sio rais. Yaani mfano Kitime akipiga kelele, sijui nani akipiga kelele wakati yeye sio anayeongoza watu, itawaondolea nini nyinyi? Sijui nyinyi mnapata majibu. Atawapunguzia kitu? Mkamwa tu kupuuza, hata msisikilize hizo habari. Kwani si mnaendelea na shughuli zenu? Mtapungukiwa nini? Haya, anahamasisha wananchi kwa ajili ya kudai haki. Kwani nyinyi hamtaki watu wadai haki? Si mnataka watu wadai haki zao? Wasikilizeni, wapeni nafasi, wasi ndio uko kwenye kiti. Wanachokitaka, tengenezeni mazingira ili ikiwezekana, kama Mungu hataki mkalie viti, hata ikifikia mahali pa kwamba mnaondoka, iwe kwa amani, sio kwa aibu. Yaani nendeni na haya mambo kwa hekima na maarifa, sio kwa kupambana, sio kwa kushindana. Msishindane na wananchi. Yaani viongozi wa sasa, kwa hali na wingu lililopo sasa hivi, kwa ajili ya stability ya utawala huu wa sasa hivi, msishindane na wananchi wala msijibishane nao. Na hawa machawa muwaondoe wote. Ni ushauri tu. Kama mnataka muendelee kuwatibua wananchi, endeleeni kuweka machawa. Nawaambieni kabisa. Yaani mkitaka muwatibue wananchi zaidi, endeleeni kuweka machawa. Lakini kama mnataka nchi itulie kabisa, acheni watu wapige kelele. Wapige kelele wanavyotaka. Kisaikolojia hiyo ni njia mojawapo ya kutuliza hasira za watu. Watapiga kelele, watu watasema, mwisho lakini unaposema unajibishana nao, wanajipanga zaidi na wenyewe. Si tumefundishwa katika imani yetu kwamba usimjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake, maana atakuona mpumbavu kama ni mpumbavu mwenzie. Yaani unapomjibisha mjinga, mtu ambaye umeshamwona yeye ni mjinga, au ushamwona mtu ni mjinga, mwache na ujinga wake. Ukijibishana naye na wewe unakuwa mjinga vile vile. Sasa mbaya zaidi wewe ukiwa mjinga alafu uko juu yake, si utaanguka pale juu, kwa sababu kule juu akukai wajinga, kuna kaa werevu. Ni ushauri wangu, msijibishane na watu. Viongozi kwa viongozi, msichukiane. Pendaneni viongozi kwa viongozi wenyewe, pendaneni. Hata wale mlio kwa mmechukiana, itaneni sasa hivi, fanyeni upatanisho wenyewe mpatane. Narudia tena. Kama kuanzia ngazi ya rais mpaka chini huku, hamtajenga kuwaita wale viongozi mlio kosana nao, mkakaa nao kikao, hata kama hawapendi, nyinyi kaeni nao tukao, hata kama cha kinafiki. Kaeni tumjioshe, yani mjionekane tu kwamba nyinyi mna upendo, labda wenyewe wana chuki, wabaki na chuki yao. Kaeni chini, muwe pamoja na wathibitishieni kama mtafanyia kazi huu ushauri. Huu ushauri kama mtafanyia, ni ushauri tu. Kama ufai tupeni huko. Yaani muone tu ni ujinga. Ishini maisha mnayoishi. Lakini nawaambia kabisa, mkienda tofauti na haya,
kuna madhara yake kwenye nchi huko tunakokwenda mbele. Tena ni makubwa. Kutokana na nchi, nguvu ya asili ya nchi inadai mabadiliko. Bado inadai mabadiliko. Sasa msipobadilika nyinyi mkaamua kuwa wapole, mkaamua kuwa vile vile mlivyokuwa mwanzo, huku chini watasimama kwa nguvu za zisizoeleweka za mabadiliko, na wengine watasaidiwa na watu ambao hamkuwategemea, mko nao humo, mtaleteana shida, hamtatulia. Sasa ili mtulie, kwanza pataneni vizuri nyinyi viongozi wenyewe. Msigombane huko juu. Pataneni wenyewe. Na jaribuni kufanya hicho kitu. Muone kama hamtatulia vizuri. Muone kama mtaenda vizuri. Majukwaa haya ya sijui upatanisho na nini na kutathmini mambo ya nini, wanavyotaka watu yafanyeni. Alafu wale watu wanaotakwa ili wasimame kwenye hayo, wafanyeni marafiki zenu. Kaeni nao karibu. Hiyo ni njia ya kuescape tatizo kubwa kabisa. Hawa wanaopendwa, badala ya kuwapiga vita na kuwatishia, kwa sababu kadri mnavyowatishia ndio mnavyowauzi wananchi. Kadri mnavyojaribu kupambana nao ndivyo mnavyowatibua wananchi, hawatawasamehe. Yaani wananchi watafikia mahali watawafanya maadui wa milele. Lakini hawa ambao watu wanaamini kwamba hawa wakiwekwa kwenye kamati zetu za mapatano, si maridhiano, tutawapenda. Na nyinyi waiteni mkae nao hao kwa amani, kwa uzuri, muongee nao kwamba tunataka na nyinyi na wewe uwepo, tunataka na wewe uwepo, maana wananchi tunaona nakupenda. Muone kama wananchi hawatarudisha mioyo, wakakaa na kutulia. Huu ni ushauri tu, kama hauna maana puuzeni tu, hakuna shida. Msitumie vitisho wala msitumie njia yoyote ambayo italeta kuamsha hisia kali kwa wananchi, bali mshauriane kwa upendo, nyinyi wenyewe viongozi kwa viongozi. Hotuba zenu kwa wananchi ziwe kuwasikiliza na kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Kuna wakati ambao mnatakiwa viongozi, kazi yenu hiyo kuwatia moyo, sio kuwatisha watu. Kwa sababu kuna wakati mkiwatisha na wenyewe wanawatisha maisha yenu, na inakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo huu ni ushauri tu, kama mchango wangu mwaka 2026, mchango wangu kwa viongozi wangu watarajiwa watakuwa kwa marais na wale ambao mko sasa. Hata kama kwenye system zenu kunasema mfanye hivi, wakati mwingine hizo system mnavyofuata yanakuwa kinyume na nguvu ya asili ya ulimwengu. Matokeo yake mnashangaa mnapatwa na matatizo. Kwani si mnafahamu mpaka zile nchi ambazo zilikuwa zimekaa kama za kifalme zinafika mahali zinakuwa zina mapinduzi ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu inafika mahali kama hivi hali imebadilika hivi. Sasa ikibadilika, wewe kiongozi usipobadilika, inakubadilisha kwa nguvu. Vinginevyo inakukataa na kukutema kwenye mfumo, inakutoa nje ya mfumo. Sasa ikikutoa nje ya mfumo, inategemeana imekutoa kwa namna gani. Ni ushauri wangu tu kwa nchi yangu, kwa viongozi wangu. Sio lazima ufanyiwe kazi. Viongozi weni wapole, muonyeshe moyo kama vile watoba kwamba kuna makosa kwa kweli katika utawala wetu yametokea, lakini sisi ni viongozi, ni viumbe dhaifu. Onyesheni kwa vitendo, sio lazima mseme. Yaani kuonyesheni tu kama mnapoongea na wananchi, mnapofanya zile hotuba, mtasababisha askari wetu wasiwe na kazi kubwa. Polisi hawatakuwa na kazi kubwa, usalama hawatakuwa na kazi kubwa. Hawatakuwa na kazi kubwa. Lakini mkipambana viongozi kwa viongozi, hao viongozi na wenyewe walikuwa na nguvu, wengine umo na wenyewe wababe, wengine na wenyewe watajiandaa kibabe, mtakuwa salama kweli. Mkitishiana na wananchi huko, na viongozi na wananchi wengine nao wana majitu, giant. Na sasa simtaishi kwa niseme tu kwamba hii ni zawadi yangu kwa mwaka 2026 kwa viongozi wangu wa Tanzania. Mungu awabariki sana mnapoendelea kukaa katika nafasi zenu mpaka pale Mungu atakapokuwa amesema basi yatosha. Mungu awajalie hekima na maarifa, mkae katika upendo na utulivu, mzungumze vizuri na wananchi wenu ili muwe na nafasi ya kuishi katika taifa lenu na wananchi wenu kwa amani na kwa utulivu. Nabii wa Ishara Tanzania, mshauri wa siku ya leo kwa ajili ya viongozi na taifa langu. Mungu awabariki sana.